mtu ambaye strictly ameajiriwa na sehemu aliyoajiriwa ndio yenyewe ile pale alipokaa, mara nyingi wako kwenye kibox ambacho hawaruhusiwi kucheza nje ya kile kibox. Ni kama kuna sheria fulani inabidi uzifuate, kuna principles fulani inabidi uende nazo. Uamke asubuhi, ujipange, hakikisha umepaki labda lunch. Sijui kama watu wanapaki lunch, ila mimi nilikuwa napaki lunch. Unapaki lunch, alafu unavaa, unahakikisha umependeza, umevaa vizuri kadri unavyobidi uvae, labda suti na nini. Siku hizi napenda kuvaa suti kwa sababu napenda tu kuonekana vizuri. Naweza kaenda kwa wateja wangu nikiwa nimevaa bukta pamoja na t-shirt and still fine. I love that. Yes. Okay. Sasa zile boundaries unakuwa haujazitengeneza mwenyewe. Ni kama discipline ambayo unabidi uiweke kwenye kitu cha mtu mwingine. Na watu waga hawagundui, lakini the fact kwamba zile principles zimewekwa na mtu mwingine zinakulazimisha kwenda kwenye mlolongo wa maisha ambao utamfanya huyu mtu ambaye amekuwekea hizo principles afanikishe ndoto zake. Yeah, sure. Kumbe hata wewe kama ulivyosema mwanzo, hata wewe unaweza kujijengea mifumo yako, ukafanya ujasiriamali wako. Japokuwa itakuwa vigumu kuwa disciplined na kufanya vitu, lakini if you go through it, at the end of the day unakuja kufikia zile ndoto zako. Ni kwamba tu watu hawana uvumilivu. Wakishaanzisha ujasiriamali, they give up pale wanapoona wateja hawaeleweki. They give up pale wanapoona mambo ni magumu. Hata hawataki kunitafuta niwasaidie jinsi ya kuwapata wateja. It's a challenge. It's a challenge. So I think ulichokisema it's a very Kuna swali moja huwa anauliza, hivi unawezaje kuamka asubuhi kwa miaka 30? Unaamka asubuhi, unatoka nyumbani kwako, unaenda kujenga future ya mtu mwingine. Yes. Unaenda kujenga empire ya mtu mwingine. Yes. Unaenda kujenga ufalme wa mtu mwingine. Yes. Miaka yote 30. Alafu unaogopa unaogopa kujenga empire yako kwa miaka 2. Yani inakuaje, yani kwamba uko willing kujenga empire ya mtu mwingine, kujenga legacy ya mtu mwingine, kujenga uchumi na utajiri wa mtu mwingine. Miaka 30 fresh kabisa, hapo comfortable. Lakini wewe unaogopa kujenga empire yako kwa miaka 3. Trust me, ndio maana tunaongelea sana kuhusu social media. Social media is the only way ambayo unaweza kuitumia kwa miezi 3 ukaanza kuona matokeo yako hapo. 3 months. Trust me. Miezi 3 ndani ya social media. Mimi nimetoka chuo kikuu, sina miaka 3. Lakini ndani ya miezi 3 mimi nimeweza kuanza kuona nilianza kuona mabadiliko makubwa ambayo sikuyaweza kuyapata kipindi chote ambacho nimetoka chuo kikuu na nimefanya kazi sehemu. Trust me. Trust me. Yani miezi 3, unajua miezi 3 kwenye social media nikaanza kuona matokeo.